Yes, kutoka dimba la Mo Simba Arena. Ni dimba ambalo Simba wanaendelea kufanya mazoezi kuelekea kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambao unaenda kutarajiwa kuchezwa Februari 14 mwaka 2026, siku ya wapenda nao. Ndio mchezo ambao unaenda kuchezwa majira saa 1 kamili za usiku. Mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika utakuwa ni mchezo wa mwisho wa 6 kwa ucheza Simba dhidi ya Stade Malien kutoka pale nchi ya Mali. Ukumbuke kwamba Simba hapo jana wamecheza mchezo wa ligi kuu Tanzania bara na wameweza kupata ushindi wa magoli 2-0 dhidi ya watoza ushuru wilaya ya Kinondoni pale. Sasa Simba leo wameendelea kufanya maandalizi katika uwanja wa Mo Simba Arena kwa ajili ya kuweka mili sawa na kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Stade Malien, ambao hao wageni wao wanatarajia kufika alfajiri ya hii leo, kwa maana kwamba kutoka kule nchini Mali na kuwasili katika taifa hili la Tanzania kwa ajili ya kuweka mambo mazuri kweli kuelekea katika mchezo wa ligi. Kutoka katika dimba hili la Mo Simba Arena, ni kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kimeendelea kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kitu pekee ambacho kimetokea katika uwanja wa Mo Simba Arena, kipindi wachezaji wa klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba wakiendelea kufanya mazoezi, na huku na kule wachezaji wapya wote wameendelea kufanya vizuri kweli katika uwanja wa mazoezi. Hakika kabisa Anicet Ora pamoja na Libase Gaye huko Ino Loemba ni moja kati ya wachezaji bora kweli, wameendelea kuimarika zaidi na wameendelea kufanya vizuri kweli katika uwanja wa mazoezi. Kocha Steve Barker ameendelea kufurahishwa na moja kati ya kiwango bora kweli kikijaribu kuoneshwa na wachezaji hao watatu kutoka ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Hakika kabisa mazoezi yanafanyika kwa bora na wanaendelea kujimarisha zaidi kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kitu pekee ambacho nimejaribu kukitazama na kitu ambacho kidogo kimeleta sintofahamu baada ya kuonekana Elie Mpanzu Kibisawala, raia kutoka pale DR Congo, ni moja kati ya wachezaji bora kweli, aliweza kufanya kitendo ambacho sio kitendo cha kiungwana. Naweza nikasema kwamba ni nini ambacho aliweza kumaanisha, nini ambacho alichoweza kukifanya. Iweze kawa ni moja kati ya wakati aliopo, na kumbukia kwamba usajili mpya wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba Anicet Ora pamoja na Libase Gaye ni moja kati ya usajili ambao pia umeweza kufanywa na klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba, na ni moja kati ya usajili ambao kidogo inawezekana kwamba kumpa ile pressure ya kutokuweza kupata nafasi mara kwa mara. Na tumeshuhudia katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo ambao uliochezwa pale katika dimba la KMC jijini Dar es Salaam, Elie Mpanzu alianza nje kuwekwa benchi mbao ndefu na kuanzishwa kwa baadhi ya wachezaji ambao wapya kwenye klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Anicet Ora pamoja na Libase Gaye, wote hao walianza kuanza katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hilo pia limeweza kuonekana katika mchezo huo wa ligi kuu Tanzania bara, ambapo jana Simba waliweza kupata ushindi wa magoli 2-0, magoli ya Selemani Mwalimu pamoja na Libase Gaye. Sasa leo katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena, kitendo ambacho alichoweza kukifanya Elie Mpanzu, professional yake, ubora wake, mataifa ambalo analolitokea katika swala zima historia ya kulisakata kabumbu. Taifa la Kongo ni moja kati ya mataifa bora kweli na ni moja kati ya mataifa ambayo yanayofanya vizuri kweli katika ukanda huu wa kuliweza kulisakata kabumbu
ama kulisakata soka. Sasa Elie Mpanzu aliweza kugoma kuweza kumpa mkono wa salam Anicet Ora. Kitu hicho kidogo kimeweza kutoa picha ambayo sio nzuri, imeleta sintofahamu kwa nini aliweza kukataa kumsalimia Anicet Ora katika uwanja wa mazoezi. Na ukumbuke kwamba wachezaji hukaa pamoja kambini, na wanapokuja katika uwanja wa mazoezi kumekuwa na ile historia ya fair play, kwa maana kwamba wanaingia sasa katika uwanja wa mazoezi. Kumekuwa na ile fair play na kumekuwa na utaratibu kwamba wachezaji wanapoelekea katika uwanja husika wa mazoezi, na kama hapo unavyoshuhudia kocha Steve Barker ameweza kufanya shura ama ameweza kufanya kikao na wachezaji kuzungumza na kumwomba Mungu wanapoelekea katika uwanja wa mazoezi waweze kufanya mazoezi yao kwa usalama zaidi, na waweze kufanya mazoezi yao kuto kuingiwa na matatizo ya injal ama matatizo kadha wa kadha. Lakini kitendo hiko kimekuwa kimeleta maswali mengi sana kujiuliza kwa nini Elie Mpanzu ameweza kugoma kuweza kumpa mkono Anicet Ora. Ameweza kuwapa mkono wachezaji wote, lakini kwa upande wa Anicet Ora pale ambapo alipokuwa amefika sehemu ambapo alipokuwepo Anicet Ora, imeonekana kwamba ameweza kumruka. Ni kitendo ambacho kimeleta picha mbaya, ni kitendo ambacho kimeleta taswira mbaya. Huenda ikawa hakufurahishwa uongozi wa Simba kuweza kumsajili Anicet Ora kwenye kikosi hiko cha klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hiyo pia inawezekana kibinadamu zaidi. Hata wewe ambaye hapo ulipo ofisi ambayo unaoifanyia kazi ameweza kusajiliwa mtu mwingine ambaye mwenye mfanano wa sehemu ambayo wewe unayofanya kazi, kibinadamu hutoweza kufurahishwa na usajili wa mtu ambaye unayefanana naye kwenye utendaji wa kazi. Hiyo ni kibinadamu, pia inaweza pia ikakuharibu psychological na kutokuwa sawa. Ndio kitendo ambacho kimeweza kufanyika katika uwanja wa Mo Simba Arena, kutokuweza kumpa mkono Anicet Ora katika uwanja wa mazoezi, huku akiendelea kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Na kama unavyoshuhudia hapo kwenye runinga yako mbele kabisa, na mwana David Kameta Duchu, Anicet Ora pamoja na Indolo Emba, Selemani Mwalimu pamoja na Larak Chasambi, Morris Abraham pamoja na moja kati ya vitu ambavyo nimetokea kuvipenda hapa ni wachezaji wameonyesha dhahiri kwamba wanafanya mazoezi kwa umoja, wanafanya mazoezi kuonesha kwamba nini ambacho kilichokuwa mbele yao. Haya ni maandalizi kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Stade Malien kutoka pale nchini Mali, ni kuelekea katika mchezo wa mwisho. Na leo pia tumeshuhudia hapa afisa habari wa klabu hiyo Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ali akaweza kuzungumza na waandishi wa habari kuelekea katika mchezo huo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo huo utaenda kupigwa majira saa 1 kamili za jioni, tofauti na vile ratiba ilivyokuwa pale awali. Mchezo ilisemekana kwamba mchezo huo upigwe majira ya saa 10 kamili za jioni, lakini kutokana na ule utaratibu wa shirikisho la mpira barani Afrika CAF, michezo ya mwisho inahitajika yote michezo hiyo ichezwe wakati mmoja, kwa sababu ni kutokupisha upangaji wa matokeo. Na ukumbuke kwamba kundi ambalo Simba yupo ni kundi ambalo limekaa kimtego zaidi, huku Stade Malien tayari yeye ameshafuzu kuingia katika hatua robo finali, huko Esperance de Sportivo de Tunis hao bado wapo katika nafasi ya mwisho, huko akienda kucheza na Petro Atletico de Luanda kutoka pale nchi ya Angola. Michezo hiyo miwili hiyo inahitaji kupata matokeo mazuri kweli kweli, kwani timu zote mbili kati ya Esperance de Sportivo de Tunis wote wana nafasi kwenda katika hatua robo finali, huku Petro pia wana nafasi kwenda robo finali, lakini mchezo wao ndio ambao utakoenda kutoa picha na finali hii itakuwa ni katika kundi hili kundi D. Hii ni Game On TZ kutoka katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena. Kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba kimeendelea kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo wa ligi mabingwa barani Afrika, Simba dhidi ya Stade Malien.